Mheshimiwa John Heche ametuhumiwa kwa kuchukua fedha kwa wafanyabiashara mbalimbali, ambao hao wafanyabiashara wamempa fedha kwa lengo la kuendesha shughuli za chama. Na Watanzania tukumbuke kwamba chama chetu ni kweli hakina fedha. Chama chetu hakina ruzuku, hatuna ruzuku yoyote ile kutoka serikalini. Kwa hiyo tunategemea wadau ndo watuwezeshe. Wapo wadau wa ndani na wapo wadau wa nje. Tunapoongelea wadau wa nje, tunamaanisha hata kwamba kuna mashirika mengine au vyama vingine ambavyo tuna urafiki navyo vya nje ya Tanzania. Kuna taasisi za nje ya Tanzania ambazo pia hizo zinatusapoti kwenye kuendesha shughuli zetu za chama. Lakini tunapoongelea wadau wa ndani, tunaongelea wadau wa ndani ya nchi. Wapo wafanyabiashara, wapo wafanyakazi wa serikalini, na hata kuna wengine ambao wako ndani ya CCM ambao wanatusaidia sisi kama chama. Na ili shughuli za chama ziende, lazima tuwe na fedha. Sasa tumekuwa na makamu mwenyekiti ambaye huyu makamu mwenyekiti yeye anachukua fedha kutoka kwa wadau mbalimbali, lakini hazifiki pale ambapo zinahusika. Na ndio maana juzi kwenye kamati kuu wamegombana. Wapo viongozi ambao walisimamia misimamo yao. Na katika hili kwa kweli nimpongeze sana kwa mara ya kwanza. Nimpongeze sana kaka yangu God Bless Lema, kwa sababu ninazo taarifa kwamba alisimama kidete kuhakikisha kwamba makamu mwenyekiti anarudisha hizi fedha au analeta hizi fedha ndani ya chama. Japokuwa haikuwezekanika kwa sababu makamu mwenyekiti alitoa sababu kwamba tayari ameshazitumia, na nyingine anasema kwamba amenunulia vyombo vya muziki vya chama, kitu ambacho ni makosa kwa sababu yeye sio mhasibu wa chama, yeye sio mkurugenzi wa fedha wa chama, yeye sio afisa maduhuli wa chama. Na inajulikana kabisa kwamba afisa maduhuli wa chama ni katibu mkuu ambaye ni John Mnyika. Sasa hii tabia ya kuchukua fedha ni tatizo kubwa sana ndani ya chama. Sasa Heche huyu amekuwa ni kiongozi ambaye ni wa kwanza kuwasema mafisadi. Amekuwa wa kwanza kuwasema CCM. Yale anayoyaongea majukwaani sio ambayo anayaishi. Yale ambayo anayaongea jukwaani sio ambayo anayatekeleza. Amekuja akaibua ufisadi ambao unafanyika ndani ya serikali. Leo hii yeye ndo anakuwa mtu wa kwanza kufanya ufisadi ndani ya chama. Chama hichi tumekipigania kwa muda mrefu sana. Mimi tangia nimeingia Chadema mwaka 2007. Leo nina miaka 19 ndani ya chama hichi. Nina jasho, nina damu yangu. Ndio maana tunakipigania chama hichi kwa nguvu zote. Mtu yoyote ambaye ataleta shida ndani ya chama hichi, sisi hatutakubaliana naye. Na lazima tutoke tuongee ukweli. Jamii ijue misimamo yetu ambayo tunaenda nayo. Kwa mantiki hiyo, huyu bwana John Heche ambaye ni makamu wetu, kwa tuhuma nzito namna hii, sasa nadhani na ninaamini na ninawaomba wanachama wenzangu wa Chadema tushikamane kumtaka Mheshimiwa John Heche atupishe kwanza kwa ajili ya uchunguzi, kwa sababu tuhuma hizi ni nzito. Na ndio maana Heche ni mmoja ya wanufaika wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kukaa gerezani. Na kwa nini ninasema hivi? Nasema hivi kwa sababu Mheshimiwa Lissu kupitia wakili wake ambaye anaitwa Kisabo, Mheshimiwa Lissu alishakubali kuketi na serikali wakae wayazungumze ili Mheshimiwa Lissu aachiwe. Lakini mtu wa kwanza kupinga ile statement ya advocate Kisabo alikuwa ni Heche. Ndio mtu wa kwanza kuipinga. Heche anatafuta mileage ya kisiasa kwa sababu
ana manufaa ambayo anayapata mwenyekiti Lissu akiendelea kukaa ndani.